nataka nijikite katika masuala ya madini kwa sababu ambazo ziko wazi kabisa. Mheshimiwa Spika, kamati ya rais ya Profesa Osoro ya jana na kamati ya Profesa Mruma ya mwezi uliopita sio ripoti za kwanza kuzungumzia kuchunguza matatizo ya kwenye sekta ya madini katika nchi hii. Sio za kwanza, na Rais Magufuli sio wa kwanza. Mheshimiwa Spika, mwaka 2002 Rais Mkapa aliunda kamati iliyoongozwa na Jenerali Mboma, inaitwa kamati ya Mboma, kuchunguza matatizo ya sekta ya madini, hasa madini ya vito vya thamani. 2002. Mwaka 2004 Waziri Mkuu Frederick Sumaye, serikali ya Mkapa iliunda kamati ya Dr. Jonas Kipokola kuchunguza matatizo ya sekta ya madini. Taarifa yake ni ya Agosti 2004. Mwaka uliofuata 2005, Rais Mkapa na serikali yake waliunda kamati ya Bukuku, alikuwa katibu mkuu Wizara ya Fedha, kuchunguza matatizo ya sekta ya madini. Kama mwaka 2006, miezi michache baada ya Rais Kikwete kutawazwa kuwa rais, akaunda kamati ya Laumasha. Bahati nzuri nimekuja na taarifa yake hii hapa. Kamati ya Laumasha kuchunguza sheria za madini, sheria za kodi, sheria za fedha, mikataba ya madini, kila kitu cha madini. Taarifa hii hapa. Mwaka 2008, baada ya mgogoro wa Buzwagi hapa bungeni, Mheshimiwa Rais Kikwete aliunda kamati ya Jaji Mark Bomani. Hii hapa. Kamati ya Jaji Mark Bomani, taarifa yake ni ya Aprili 2008. Kamati ya Osoro na Mruma ni kamati ya 6 kuundwa kushughulikia masuala ya madini. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, nimekuja na muhtasari wa kamati ya Profesa Osoro ya jana. Hii hapa. Na kwa sababu ninafahamu taarifa zote hizi za kamati zingine, ninaweza nikawaambia waheshimiwa wabunge, hadidu za rejea za kamati ya Mruma na Osoro ni zile zile zilizokuwa hadidu za rejea za Kipokola, za Bukuku, za Laumasha, za kamati ya Bomani. Matokeo yake, findings na recommendations ziko hapa. Kwa kiasi kikubwa ni findings na recommendations zile zile zilizokuwa kwa Bukuku, zilizokuwa kwa Kipokola, zilizokuwa kwa Masha, zilizokuwa kwa Bomani. Hazijawahi kutekelezwa kwa sababu mnayoifahamu. Watu ambao wameuza madini ya nchi hii walipitisha sheria kwenye bunge hili, na ndio maana inashindikana. Na hii ya Dr. Magufuli, nazungumza, Mungu anasikia na watu wasikie, mtaniambia. Sasa Mheshimiwa, katika taarifa hii ya jana wamependekeza watu fulani washughulikiwe: mawaziri, makamishna, mwanasheria mkuu Bwana Chenge, kina Ngeleja, kina nani. Naombeni niwaambieni kitu, waheshimiwa wabunge, ili muwe na maarifa. Mtu wa kwanza kusaini mikataba ya madini na leseni za madini tarehe 5 mwezi Agosti mwaka 94, Meja Jakaya Mrisho Kikwete. Leseni ya Bulyanhulu hii inayopigiwa kelele leo,
leseni ya Bulyanhulu ya tarehe 5 Agosti 94 ilisainiwa na Jakaya Kikwete akiwa waziri wa maji, nishati na madini. Ya uraisi wakati ule hana kinga ya uraisi leo kwa huku kuhusiana na maswala aliyoyafanya wakati hajawa rais. Hana. Na alisaini leseni sio ya Bulyanhulu peke yake, ya Nzega, ya Geita. Hizo leseni Golden Pride Nzega, Geita Gold Mine zina sahihi ya Kikwete. Anaponaje? Kwa mapendekezo haya anaponaje? Kama mnataka kweli kushughulikia watu walioshiriki mambo haya, mbona mnachagua? Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi leseni na hizi sheria, tatizo kubwa Mheshimiwa Spika, tangu mwaka 99 wenye kujua tumesema tatizo kubwa ni sheria za Tanzania. Sisi ni wanachama wa mkataba wa kimataifa wa kulinda uwekezaji, The MIGA Convention. Sisi tumesaini mikataba na nchi moja zenye wawekezaji Tanzania, nchi 26, mikataba ya kulinda wawekezaji hawa. Tumetunga sheria ya madini yenyewe, sheria za kodi za mwaka 97, sheria ya uwekezaji ya mwaka 97. Hizi za 97 zilipitishwa siku moja tarehe 26 Machi under certificate of agency. Mheshimiwa Spika, kama kuna mchango utakaotoa kama Spika na utakumbukwa, upige marufuku hii habari ya certificate of agency kwenye utungaji sheria. Inatuletea mabomu. Sheria za gesi asilia na mafuta mlizotufukuza hapa mkazipitisha ni mabomu matupu. Sasa basi nimesoma hizo takwimu ambazo mmeambiwa, waheshimiwa, mlizoambiwa na Profesa Mruma na mlizoambiwa na Osoro jana, za madini ambayo yameondoka. Sasa mimi sitasema sana Mheshimiwa Spika, na waombeni kama mnaweza mlinganishe takwimu za utajiri wa madini zinazozungumzwa kwenye kamati ya Bomani na muangalie, mlinganishe na utajiri unaozungumzwa kwenye kamati ya Osoro.